Zenj TV, tujivunie nyumbani. Tunawashukuru sana wadhamini ambao ni benki ya CRDB. Dakika moja kutimia 3 kamili tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa katika saa yetu ya 3, na tumeagana na wadhamini tunaelekea katika saa ya 4 ambayo itakuwa ni katika ufalme mwingine. Na muda huu hapa tuko katika Nyota Matukio kupitia Nyota Njema ya Zenj FM. Na kama tulivyodokeza awali kuhusiana na tukio kubwa hili ambalo litafanyika Disemba 21 katika viwanja vya New Amani, tukio ambalo litaongozwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Nazungumzia msimu wa 7 wa mbio za The Same Quality Foundation SQF Zanzibar Craft Marathon, ambapo kwa mwaka huu zitafanyika visiwani hapa zikiwa na lengo la kuchangia watoto wa mdomo wazi au mdomo sungura. Balozi wa SFP Zanzibar Craft Marathon Amri Masare amesema mbio hizo zitafanyika Disemba 21 pale New Amani Complex, na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ndiye atakuwa mgeni rasmi katika mbio hizo. Masare amesema kwamba ili kushiriki mbio hizo za umbali wa kilomita 21, 10 na kilomita 5, kila mshiriki atachangia shilingi 35,000, ambapo kiasi cha fedha zitakazopatikana katika mbio hizo zitatumika kwa ajili ya matibabu ya watoto wenye midomo sungura katika hospitali ya Malolo pale mkoani Tabora. Balozi wa SQF Zanzibar Craft Marathon ambayo sasa inakwenda kufanyika katika msimu wa 7, lakini kama Same Quality Foundation wao wana miaka 11 tangu wamekuwepo nchini Tanzania. Kama alivyotangulia katika utangulizi Faruku Karim, ni kwamba Same Quality Foundation wao wanajihusisha na huduma za kijamii, hasa kusaidia watoto wenye mdomo sungura. Kila mwezi wamekuwa wanafanya operation katika hospitali mbalimbali. Kwa mfano mwezi huu wa Novemba kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 21 watakuwa katika hospitali ya Kilolo Tabora, ambako watafanyia watoto wengine tena upasuaji. Na huduma hii inafanyika bure. Kwa nini inafanyika bure? Ni kwa sababu ya gharama za matibabu ya operation ya mdomo sungura ni kubwa. Mtoto mmoja ana gharimu takriban shilingi 800,000. Hakika tuna moyo huo wa kujitolea ili tuweze kurudisha tabasamu kwa wale wenye uhitaji lakini hawana uwezo. Na kama tulivyoambiwa kwamba matibabu, upasuaji ni bure, lakini kuna zile gharama za matibabu. Kila mtoto ambaye anafanyiwa upasuaji basi gharama yake ni zaidi ya hiyo 800,000. Sasa ukiangalia mzazi, kuna wengi wao ambao hawana uwezo wa kumudu hizo gharama. Kwa hiyo sasa kwa kushiriki katika mbio hizo kwa kujisajili na ukatoa hicho kiasi, kwanza mtoto mmoja anagharimu kiasi hicho cha 800,000, wewe unatoa hiyo 35,000. Kwa kuangalia unaona kabisa kwamba ni kiasi ambacho hakiwezi kufanikisha kwa mtoto mmoja, lakini tunapojitoa zaidi, mimi, wewe, yule, huyu na huyu na huyu, tunaweza tukafanikisha hivyo. Na kama nilivyosema, uwezi jua, unaweza kusema kwamba kwa nini mimi nichangie wakati naenda kumsaidia mtu mwingine huko. Kazungumza Masare kwamba ilishafanyika hapa Zanzibar na imeonekana kwa hapa Zanzibar watoto ambao wana shida hiyo ni wengi. Baada ya kumsikia balozi wa Izimbio Amri Masare, na hakuwa peke yake, kuna wengine ambao pia waliweza kuzungumza katika taarifa hii, ambapo kwa upande wake Muidini Yasin, yeye ni katibu mkuu wa shirikisho la riadha hapa Zanzibar, amesisitiza juu ya umuhimu wa ushiriki wa mbio hizo kwa lengo la kuokoa afya za watoto hao. Mimi kwa majina naitwa Muidini Yasin Masunzo. Hapa ni kama mwenyekiti, lakini mimi ni katibu mkuu wa shirikisho la riadha Zanzibar. Kwa ujumla sisi kama shirikisho la riadha Zanzibar tumelipokea kwa mikono miwili, hasa tukio hili ambalo linaenda kufanyika Zanzibar na kwa ajili ya uhitaji ya watoto wetu wanaozaliwa Zanzibar wakiwa na matatizo haya ya mdomo sungura. Wenzetu hawa wamekuwa wakija mara kwa mara katika hospitali ya Lumumba pale wakifanya hizi operation, na sisi kama Wazanzibari, kwa sababu wameelekeza nguvu zao nyingi kwa ajili ya kusaidia, kwa hiyo na sisi tunawapokea kwa mikono miwili na kuwaomba sasa Wazanzibari tujitokeze kwa wingi ili kuhakikisha na sisi tunachangia. Hata kama utakuwa huwezi kukimbia, basi uwe una uwezo wa kuchangia kuhakikisha mtoto wa mwenzio kama hunaye wewe basi anapata hayo matibabu na kurudi na tabasamu salama na yanamalizika salama.
Ni Muhidini Yasin, yeye ni katibu mkuu wa shirikisho la riadha Zanzibar, na yakitoa msisitizo katika umuhimu wa kushiriki katika mbio hizo. Yawezekana hata kama unaona kabisa mimi siwezi kushiriki katika hii michezo, lakini una moyo wa kujitolea, basi jitolee kwa ajili ya watoto hao, na Mwenyezi Mungu atakubariki kwa sababu utakuwa umechangia. Licha kwamba kile ulichochangia wewe hakitoweza kufanikisha moja kwa moja. Wanasema siku zote haba na haba hujaza kibaba, kwa sababu wewe ukianzisha hiyo safari na mwingine na mwingine na mwingine, mwisho wa siku tunajikuta tunafanikisha lengo. Kwa upande wake mwanariadha Joseph Katembo, yeye ametoa hamasa kwa wanariadha kushiriki mbio hizo na kuwa na moyo wa kuchangia wale wenye uhitaji. Kama walivyokwisha kusema mabalozi wenzangu hapa, huduma ya mtoto mmoja ni shilingi 800,000 ambayo ukiitamka ni gharama, lakini kwa umoja wetu tukisimama kwa pamoja hili jambo linawezekana, na si lazima uje kukimbia. Hapo ulipo, bahati nzuri Mtanzania popote alipo anaweza kuchangia. Si lazima aende Amani, aje hapa Amani Complex, si lazima aende Forodhani wala Michenzani Mall. Kuna website ambayo ni www.samequalitiesfoundation.org. Huko unaweza ukajisajili popote ulipo. Haya, amekamilisha hivyo. Huyo ni mwanariadha Joseph Katembo, katoa wito kwa jamii, lakini pia hata wana michezo, wanariadha kushiriki katika mbio hizo. Utakuwa unaimarisha afya yako, lakini mbali ya kwamba unaimarisha afya yako, utakuwa pia unaimarisha afya ya mtu mwingine ambaye ni mtoto. Na kama ilivyosisitizwa, watoto ambao wanafanyiwa upasuaji ni kuanzia siku 1 mpaka miaka 5. Na unaweza kauliza kwa nini iko hivyo? Tunajua kabisa kiafya sisi binadamu huwa tunakuwa, ngozi hizi zinaendelea kadri siku zinavyosonga ndo zinavyozidi kukomaa. Lakini pia wewe mwanajamii, mwananchi Mzanzibari, bado tunaendelea kusisitiza changia. Hata kama utaki kushiriki katika mbio, ukichangia unakuwa umeokoa maisha ya huyu mtoto. Zenj TV, tujivunie nyumbani.